Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na karibu sana mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 91.1 FM, ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Tuseme tu eneo zima la pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo, ikiwikia 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia. Pia inapatikana baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumatatu ya Mei 4 kama ibada. Leo tunakita kambi kutoka viwanjani. Sisi tunashangilia sare tukiwa tunamaanisha nyuma pointi 5 utazifikia. Pointi 5 bado tuna michezo mingapi? Nani unamtegemea kumfunga Yanga tena? Wewe una mchezo na Azam, una mchezo na JKT. JKT kachezea 5. Pia tunaangazia ziara ya serikali ya Rais wa Rwanda Paul Kagame nchini Tanzania alikokutana na Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na mwenzangu Edith Peter akiwa Dar es Salaam nchini Tanzania. Abuja, Nigeria. Nigeria imeita ofisi ya kaimu balozi mkuu wa Afrika Kusini kufika mbele ya mamlaka zake kufuatia wimbi la mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Nigeria imesema itawasilisha rasmi wasiwasi wake mkubwa katika kikao kitakachofanyika Jumatatu kuhusu matukio hayo, ikieleza kuwa yanaweza kuathiri uhusiano uliopo kati ya mataifa hayo mawili, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje. Kikao hicho kitajadili maandamano ya hivi karibuni yaliyoandaliwa na makundi yanayopinga wahamiaji pamoja na matukio yaliyoripotiwa na manyanyaso dhidi ya raia wa Nigeria na mashambulizi dhidi ya biashara zao. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa angalau wa Nigeria 2 na raia 4 wa Ethiopia wameuawa katika wiki za karibuni, huku pia raia wa mataifa mengine ya Afrika wakishambuliwa. Kwa kuwa Afrika Kusini ni taifa lililoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika, kwa muda mrefu limekuwa likivutia watu kutoka mataifa mengine ya Afrika kwenda kutafuta ajira. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani mashambulizi hayo, lakini pia amewataka raia wa kigeni kuheshimu sheria za nchi. Baadhi ya raia wa Afrika Kusini wanawashutumu wageni kwa kuishi nchini humo kinyume cha sheria, kuchukua nafasi za ajira za wenyeji na kuhusishwa na uhalifu, hususan biashara ya dawa za kulevya. Makundi yanayopinga wahamiaji yamekuwa yakiwasimamisha watu nje ya hospitali na shule wakidai kuwaonyesha nyaraka zao za utambulisho. Cap Dra, Morocco. Wanajeshi 2 wa Marekani wametoweka wakati wa mazoezi ya kijeshi nchini Morocco, jeshi la Marekani kwa Afrika limethibitisha. Maafisa wamesema wanajeshi hao walionekana mara ya mwisho Jumamosi karibu na miamba ya bahari katika eneo la mafunzo la Cap Dra lililoko karibu na mji wa Tantan nchini Morocco. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa wanajeshi hao waliokuwa wakishiriki katika mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya Africa Lion kwa mwaka 2026 huenda walianguka baharini, kwa mujibu wa maafisa wa ulinzi wa Marekani. Bamako, Mali. Waziri wa zamani wa Mali na mkosoaji wa serikali ya kijeshi ametekwa nyumbani kwake na watu wenye silaha waliovalia barakoa, kwa mujibu wa mmoja wa wanafamilia wake. Nyumba ya Montaga Tall iliyopo mji mkuu Bamako ilivamiwa usiku wa manane kuamkia Jumapili, ndugu yake Mahamadou Toule amethibitisha. Watu hawa hawakujitambulisha wala kueleza sababu ya kumkamata Tall, lakini Toure amesema wanaamini walikuwa wanajeshi. Tall aliwahi kuwa waziri wa elimu na sayansi wa Mali kati ya mwaka 2016 na mwaka 2017 na sasa ni rais wa chama cha National Congress for Democratic Initiative kinachopinga utawala wa kijeshi. Akiwa mwanasheria, amekuwa akiwatetea wanasiasa na watu wengine waliokamatwa kwa kuikosoa serikali ya kijeshi.
Nairobi, Kenya. Mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea nchini Kenya yamesababisha vifo vya watu 18 ndani ya wiki moja iliyopita, polisi wamesema. Wengi wa waliofariki dunia wanadaiwa kuzama. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kenya, zaidi ya kaya 54,000 zimeathiriwa na mafuriko nchini kote, huku kaya 6,000 zikiwa katika mji mkuu Nairobi. Shule na hospitali kadhaa zimefurika maji, huku barabara 17 zikikatika kutokana na mafuriko. Maporomoko ya ardhi pia yamelazimisha maelfu ya watu kuhama kutoka eneo la Bonde la Ufa Magharibi. Wakazi wanaoishi maeneo ya chini karibu na mito Tana na Athi wamehimizwa kuhamia maeneo ya juu kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha maji katika mabwawa ya kuzalisha umeme. Idara ya hali ya hewa ya Kenya imeonya kuwa mvua kubwa zinatarajia kuendelea katika wiki 2 za kwanza za mwezi Mei. Mvua hizo zilianza mwezi Machi, mwanzoni mwa msimu wa mvua, na tayari zimesababisha uharibifu mkubwa, huku zaidi ya watu 100 wakifariki dunia kufikia mwisho wa mwezi Machi. Na shukran sana Edith, na moja kwa moja namuona George Njogopa na kikosi chake cha spoti yupo ngangari kutoka viwanjani na Kapulao. Karibuni na chukueni usukani, Njogopa na mabingwa wenzako. Naam, kipenga kishapulizwa. Karibuni wana michezo wenzangu popote mlipo, tuji mwaya na yale ya kispoti yaliyojiri kutoka kona mbalimbali za michezo. Karibuni. Tambo za mashabiki wa soka nchini Tanzania wa timu za Simba na Yanga kama vile zimenasa katika tope baada ya timu zao hapo jana kutoshana nguvu kwa kwenda sare ya kufungana mabao 2-2 katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara uliokuwa na ushindani mkali. Mchezo maarufu unaotambulika kama Dabi la Kariakoo ulikuwa ni sehemu ya mwendelezo wa tambo za kuviziana, ikiwa ndani ya juma moja tu baada ya wakali hao wa soka kukutana katika dabi jingine la kuwania kombe la Muungano huko Zanzibar, huko Simba ikifanikiwa kutishatisha kwa wanajangwani hao baada ya ukame wa miaka mingi, ikiondoka na ushindi wa bao 1-0. Ama ushindi wake hapo majuzi huko Zanzibar uliamsha ari kwa mashabiki wake waliotamba kwamba kuendeleza unyama katika mchezo uliochezwa hapo jana. Mabao ya haraka waliopata katika dakika za mwanzo kabisa za kipindi cha kwanza yalitosha kabisa kuwapa mzuka mashabiki wake waliamini kwamba safari Yanga anatepeta na kurejea katika visima vya maji kwenda kurukaruka. Lakini wapi, kama wanavyotamba wenyewe huko Jangwani kwamba kutangulia sio kufika, na mambo yalianza kubadilika taratibu wakati Yanga walipoanza kubadili mkono wa mambo, wakirudisha bao moja baada ya jingine, na hatimaye mbao za mabao zikisomeka pande zote mpaka kipenga cha mwisho dakika 90, mabao ni 2-2. Lakini mashabiki wa Simba wanasema kwamba hawajavunjika moyo, akisema mambo ndo kwanza yameanza, na sasa wanatupa madongo kwa watani wao kutokana na kitendo chao cha kugomea kwenda kuingia katika vyumba vya kubadilishia nguo na badala yake kuingia katika hoteli moja jirani. Lakini zaidi ya yote, eti mashabiki wa Yanga wanashabikia sare hapo jana. Kwa mara ya kwanza namuona mtani anashangilia sare kama Dodoma Jiji anapocheza na Simba Sports. Timu yote ndogo ikicheza na timu kubwa ikipata sare lazima ishangilie. Bro, unacheza na timu kama una Riba Sage, una Clatous Chama, kina Luemba, ukipata sare lazima ushangilie. Mbio za ubingwa mimi nishamalizana na TRA. Wakina Chobwedo, wao na TRA bado, wao na Azam bado. Kwa timu yao unavyoiona, kama itakuwa inaingia vumbani kama kawaida bila kwenda nyumba ya pili, huwezi jua nyumba ya pili wamefuata nini. Hata Europe jua atatushangaa kwanza wakiona hili. Europe wenyewe atatushangaa. Yaani timu inatoka nyumba jirani inakuja kucheza mechi. Yaani haijawahi kutokea. Unajua wameandika historia. Tangu tumepata uhuru kwa mara ya kwanza unatoka nyumba jirani. Unajua wamevuka barabara. Kuna ule mchezaji mmoja akakoswa pale na bodaboda. Timu kubwa kama ile imefikia hatua ile inaenda nyumba ya pili. Wakati wote wa mpambano wa tani wa jadi ni wenye viroja na vijimambo. Kitendo cha Simba kutanguliwa kwa mabao 2 na kisha akarudishwa yote kumefanya mashabiki wa Yanga kuanza kujimoya mitani na kuanza kufurumusha makombora ya tambo. Makolo alitangulia wakajua wamemaliza, kumbe kocha alikosea Isra mwenda kuanza yao kwasi akaingia gemu akaimaliza. Nigepula pointi 5 tuisabie ni mabingwa. Alalina shilingi mtoto nyima kolo mtukome, mgoli wa Mwamnyeto na Dube mwana mfalme, limepigwa pira komesha makolo hamtuwezi. Zanzibar mlibatisha kuku mwekundu.
Yanga inaongoza ligi hiyo na mashabiki wake wanatamba kwamba kitendo cha kumwacha mtani wake kwa alama 5 inatosha kuashiria kwamba Yanga sasa iko katika mwendo mzuri wa kutetea ubingwa wake wa ligi kuu soka Tanzania bara. Sisi tunashangilia sare tukiwa tunamaanisha nyuma pointi 5 utazifikia. Pointi 5 bado una michezo mingapi? Nani unamtegemea kumfunga Yanga tena? Wewe una mchezo na Azam, una mchezo na JKT. JKT kachezea 5. Wewe usijiamini kwamba leo. Lazima nijiamini, wewe mpinzani wangu. Wewe una timu. Ngoja kwanza wewe nini? Wewe timu huna. Wewe ashumu yeye ameongoza nyuma goli 2. Mwanaume karudi nyuma kazichomoa nani apumulia ulimi. Sasa kuchomoa kumeshinda. Sasa unashangilia utafikiri umeshinda bana. Nyuma pointi 5. Nyuma pointi 5. Yaani leo kaona kama kashinda. Nyuma pointi 5. Yaani mnavyoshangilia umeshinda. Nyuma pointi 5. Nyuma kwa hiyo wameshinda. Hiyo sare ni ushindi. Shangilieni. Kwani mechi na matokeo mangapi? Na hiyo pointi 5 ni ndogo sana kwa nani? Wewe una ndogo. Mimi nakwambia hizi pointi 5. Mimi hapa nasema vipi? Leo wamechoropoka. Lakini nasema vipi wasijivunje. Tukutane Kwa ujumla Yanga inaongoza ligi ikiwa na alama 48 ikimwacha mtani wake Simba kwa alama 5 akiwa nafasi ya pili, wakati Azam FC anapumua katika nafasi ya 3 na alama zake 40. Timu za KMC na Tanzania Prisons ziko katika hatari ya kuipa mkono kaheri ligi hiyo kutokana na kuendelea kufanya vibaya katika michezo yake mingi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa wacha nitupe kijiti kwa mwanamichezo mwenzangu Gabriel Ngubu. Naam, asante sana kujogopa ukiwa katika studio za Dar es Salaam. Mimi nitaanzia Kigali ambako mashindano ya volleyball ya kimataifa katika bara la Afrika awamu ya 47 yamekamilika. Al Ahli SC ya Misri ilitwaa ubingwa wa Afrika kwa vilabu vya wanaume wa volleyball baada ya kukwepa nyavu za Police VC ya Rwanda kwa seti 3-0 za 20-25, 21-25 na 22-25 ugani BK Arena mwishoni mwa wiki. Paul Bitok, mwanachama wa shirikisho la volleyball barani Afrika ambaye pia aliwahi noa timu ya taifa ya Rwanda na klabu ya volleyball ya Rwanda APR, hakuficha furaha yake. Kwa kweli sikuwa natarajia ya kuwa timu ya Rwanda inaweza kutoka kwa nambari 4 na kufika kwa finali siku ya leo, na hii imeonyesha kuwa determination ile president wetu Paul Kagame huwa anahimiza kwa watu ya kuwa we are small country but we have big dream and you have shown that we can do it in volleyball. Al Ahli SC iliweka historia kwa kutoa taji lake la 17 huku Police VC ikiwa timu ya kwanza Rwanda kutinga fainali. Mechi hiyo ya kusisimua ilichukua lisali moja dakika 21 ambapo Rwanda Elfas Maikuva Makuto wa Police VC alivuna alama 17 kwa michuano huu na alama 141 kwa ligi yote, huku Misri Jose Israel Maso Alvarez wa Al Ahli akijivunia alama 13 za mechi hii na 78 kwa ligi yote. Wanapolisi hawa ndiyo timu ya pekee kufikisha alama 20 wakimenyana na Al Ahli, timu ambayo ilimaliza mashindano haya bila kupoteza hata seti moja. Kwanza kabisa ningependa kushukuru sana kwa kuwitness mchuano yenyewe imekuwa hapa Rwanda. Organization ilikuwa hali ya juu sana. Hii imekuwa funzo kwa Afrika, imekuwa role model kwa wale wengine watakuwa wana host competition, kwa sababu hii si kitu ya kawaida kuwa na organization kwa kila kitu: transport, chakula, training, competition, all facilities. Ilikuwa wonderful. I want to congratulate all people of Rwanda, government, Ministry of Sports for supporting Rwandan Volleyball Federation to organize a big competition like this. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, Rwanda ilisajili timu 4 zilizomaliza katika nafasi za pili, 3 na 11, huku jirani yake Burundi ikisajili timu moja iliyokamilisha katika nafasi ya 20. Timu ya pekee ya Tanzania ilimaliza katika nafasi ya 24, huku Kenya ikijizatiti kusajili timu 3 zilizomaliza katika nafasi za 6, 13 na 14 kwa usanjari huo, na jirani yake Uganda na timu zake 2 zikishikilia nafasi za 10 na 16. Kutoka milimani Kigali na teremuka hadi DRC ambako siasa zimeingilia michezo na kufanya timu za ligi kuu nchini humo kuanza kuboronga. Hata hivyo, kamba ya matumaini inayoning'inia kuokoa ligi hiyo inayozama sasa iko katika mikono ya mchezaji wa zamani Trezor Lomana Lualua ambaye ameteuliwa kufufua ligi hiyo yenye utajiri wa vipaji. Nimezungumza na mwandishi wa idhaa hii Mbelechi Msoshi akiwa Kinshasa.
Kumbuka kwanza DRC ligi ina timu 31 ambao wanacheza msimu huu wa mwaka 2024 na mwaka 2025, ndio msimu ambao tungali kwa sasa, na ni timu maarufu tu kama 4 ndio zinajulikana. Kuna Daring Club Motema Pembe, TP Mazimbi na Vita Club, na una changamoto nyingi haswa kulingana na ligi ya ndani, kwa sababu kwanza michezo ilikuwa imesitishwa kwa sababu walikuwa nakosa sponsoring. Wanatuma hasa shirikisho la soka mchini kuangalia zaidi timu la taifa, na imeonekana kwamba ligi ya ndani au wachezaji wa ndani hawachezi tena michuano ya kimataifa kwa sababu wamebaki tu hapa ndani, na ilionekana kwamba baada ya kukosa sponsoring kutoka kwa shirikisho la soka, ni benki moja tu ndio inakuwa inafanya sponsoring ya ligi ya ndani, na hiyo imeonekana kwamba imeshusha kabisa umaarufu au kutoa wachezaji wa ndani wenye kuwa na nguvu, kwa sababu ukiona hata timu ya taifa ambayo inaenda hiyo World Cup ni wachezaji wa Kongomani ambao wanacheza nje katika klabu za nje, na hakuna hata mchezaji wa ndani ambaye ataenda kucheza kombe la dunia. Ligi ya ndani kabisa imeshuka chini, haswa kuona gisi siasa imeingia ndani, kwa sababu ukumbuke kwamba TP Mazembe ambayo ilikuwa kila mara inawina ligi ya ndani ambayo inasimamiwa na Moise Katumbi, wanasiasa walianza kuiangalia ndani, lakini matumaini kwa sasa ni kuona kwamba mchezaji wa kimataifa wa DRC wa zamani Tresor Lwalwa alichaguliwa kama ambaye atasimamia ligi la vijana kuanzia mwezi huu wa Mei, na wanahisi ya kwamba anaweza kuleta mabadiliko kwa sababu alikuwa nahodha wa timu ya taifa. Hiyo ndio matumaini kwa sasa. Asante sana Mbelechi kuzungumza na mimi kutoka DRC. Asante sana Gabi. Zawadi ya goli moja katika muda wa ziada kipindi cha lala salama kwa Gor Mahia kutoka kwa Homeboys imesafisha nyota yao ya kutwaa taji la ligi kuu Kenya. Vinara hao wa ligi ya Kenya ambao walikuwa wamebanwa na wenyeji wao Homeboys katika uga wa Mumias Complex magharibi mwa Kenya walipata bao lao la pekee na la ushindi dakika ya 93 katika muda wa ziada, wakati mchezaji wa safu ya ulinzi ya Homeboys Itanganga Thiongo alijifunga mwenyewe baada ya pasi ya kutoka kwa mshambulizi wa Gor Mahia kumkanganya. Tebo ni ya Waluya. Wachana na tebo. Tebo acha Waluya. Hatutaki hiyo tebo. Wacha tushinde game zetu ya Waluya. Ligi ikiisha wataamua anapea nani kikombe. Sisi hatutaki tebo. Tebo na Kevin Tea ni ya Waluya. Sasa Gogalo wamepanua mwanya wao na nambari 2 AFC Leopards kwa alama 9 wakiwa wamesalia na mechi 4 kumaliza ligi. Ni hayo kwa sasa. Mimi ni Gabriel Ingobo, idhaa ya Kiswahili Sauti Afrika, Nairobi. Asante Gabriel Ingobo. Na shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza rasmi tarehe ya kwanza michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa mwaka ujao 2027, likisema michuano itaanza kutima vumbi tarehe 19 mwezi Juni hadi tarehe 17 mwezi Julai mwaka ujao. Hata hivyo, shirikisho hilo halijaweka wazi ni nchi ipi kati ya Uganda, Kenya na Tanzania itakuwa mwenyeji wa mechi ya ufunguzi na ile ya fainali. Wakati huo nchi ziko katika harakati ya maandalizi ya ujenzi wa viwanja pamoja na miundombinu mingine itakayotumika katika michuano hiyo, lakini kumekuwa na wasiwasi mkubwa kutoka kwa mashabiki wa soka kama nchi hizo zitafanikiwa kwenda na muda au la. Shabiki wa soka anasema kwamba mimi naona bado kuna wasiwasi kwa sababu vitu vingi bado havijatimia. Ukiangalia uwanja wetu wa taifa ndio wameng'oa viti, wameng'oa nyasi zile, bado havijatimia. Ni jambo ambalo muda mrefu toka uni mwaka kama unakuja mwaka wa pili vitu havijatimia. Haya, kuna uwanja unaojenga kule Arusha, bado kabisa miundombinu ni mibovu. Hatujui kwamba itakuwaje kwa sababu unavyoandaa mashindano makubwa kama haya kuna vitu vingi lazima vimesha kuanza kuisha, mfano mahoteli, kwa sababu wanakuja watu wengi, ni mataifa mbalimbali ambayo yanakuja, na ukizingatia sisi hapa ni Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar. Kwa Zanzibar naona kama wako vizuri, lakini kwa sisi hapa huku bara uwanja wetu wa taifa bado, uwanja wa Arusha bado, na muda ni mfupi, muda ni mchache. Naam, maandalizi ya michuano ya AFCON hapo mwakani, na mpaka hapo basi nami nalikunja javi langu la sport, nikitumai utajiunga nasi mara nyingine wiki ijayo. Asanteni na kwaherini. Mimi ni George Njogopa.
ni wanamichezo wetu hao, na usikose kuungana nao kila Jumatatu upate mbwembwe, hisia kali na mahanjam ya spoti barani Afrika. Bila shaka imeniacha na mahanjam tele, nikihisi kwamba nimetoka mazingira hayo ya spoti. Basi msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X, ambapo pia tunarusha matangazo haya mubashara. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Afrika, na tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo haya. Mimi ni Ann Ngugi. Bila kusahau kwamba ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu, ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi, pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Naam, nikichambua kwenye mitandao yetu ambapo pia wasikilizaji wetu wapo. Namuona Hamisi Nyonyo Mnyausi kutoka Ruhimba Mayamaya kule Dodoma, balozi wa Wagongo, akisema hoye sauti ya Afrika, hii ndio sauti halisi kwenye Afrika yetu. Kariuki Ndesh ukiwa mji mdogo Moi's Bridge Kitale unasema unatupata vizuri zaidi. Nawe Livingstone Akala ukiwa Butere Kenya unasema unatupata vyema kabisa. Tupe Habari TV hapo YouTube unasema asante sana idhaa ya Kiswahili ya Afrika kwa matangazo murua, hongera sana kwa kweli. Naam, jina hilo basi Tupe Habari TV, shukran sana pale. Patrick Tushu unasema nawapata mubashara nikiwa Mombasa Kenya. Naye Benjamin Mina hapo RDC Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema unatupata vizuri sana, hongerani idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Endeleeni kutusikiliza msikilizaji, na pengine kuna matangazo yoyote ungependa kuyapata ambao yako kule kwenyu na ungependa kuyasikiliza kwenye idhaa hii, tuandikie, na vile vile sisi kama waandishi tutafuatilia matangazo hayo. Tuelekee nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Tanzania na Rwanda wamefikia makubaliano muhimu katika ziara ya siku moja ya Rais Paul Kagame nchini humo mwishoni mwa wiki hii. Hatua hiyo inalenga kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi, kijamii na kisiasa kati ya mataifa hayo mawili ambao umekuwepo kwa miaka mingi hadi sasa. Bandari ya Dar es Salaam ni moja ya mambo ambayo yanaunganisha Tanzania na Rwanda kwa kiasi kikubwa, pamoja na mahusiano mengine ya kijamii na kisiasa. Mwandishi wetu Leonard Mubali kutoka Dar es Salaam na maelezo zaidi. Viongozi hao katika mazungumzo yao muhimu waligusia masuala ya maendeleo na ustawi wa ukanda wa Afrika Mashariki na kuendeleza ushirikiano uliopo ambao ni wa kihistoria. Yapo mambo muhimu ambayo yamekuwa yakiwaunganisha mataifa haya, Rwanda na Tanzania, ambayo yote ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ni pamoja na kuendeleza, kuimarisha miundombinu ya usafirishaji, hususan matumizi ya bandari ya Dar es Salaam. Rais Paul Kagame anaeleza umuhimu wa bandari ya Dar es Salaam kwa Rwanda pamoja na mataifa mengine. Tanzania ni kiungo muhimu si tu kwa Rwanda lakini kwa majirani wengine pia. Bandari ya Dar es Salaam ni mfano moja tu wa maeneo mengi ya kiuchumi muhimu sana kwa nchi zetu. Mheshimiwa Rais, tunalo jukumu kwa niaba ya wananchi wetu kuhakikisha tunaendeleza na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zetu na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Ipo miradi ya uendelezaji wa reli ya kisasa yani SGR ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo na abiria, hatua itakayochochea ukuaji wa biashara baina ya nchi hizo mbili. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alielezea umuhimu wa hatua hiyo. Tunakubaliana kuendelea kuimarisha miundombinu wa usafiri na uboreshaji wa huduma za usafiri. Kwa wasiofahamu, takwimu zinaonyesha kuwa takriban 70% ya shehena za Rwanda inapitia katika bandari za Tanzania, ambapo wastani wa tani milioni 1.6 kila mwaka tunapitisha kwenda Rwanda, na ni wajibu wetu
kwa sababu katika region sisi ndio tumejaliwa kuwa na bandari na wenzetu hawana bandari. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwahudumia, na tulizungumza na tukakubaliana kuweka huduma maalum kwa bidhaa za nchi ya Rwanda. Lakini vile vile tumezungumzia ujenzi wa barabara zinazounganisha nchi zetu mbili na reli pia, ili kuharakisha biashara. Hata hivyo, Rwanda inatambua mchango wa kidugu na wa kiusalama wakati taifa hilo lilipokuwa katika wakati mgumu wa mauaji ya kimbari, hadi kiasi cha kutambua mchango wa baadhi ya raia wa Tanzania mmoja ambao walishiriki kwa namna moja ama nyingine. We shall soon have the opportunity to publicly recognize some Tanzanian citizens. Natarajia hivi karibuni kuwatambua baadhi ya raia wa Tanzania ambao walikuwa na mchango chanya wakati wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi yaliyotokea nchini. Kwa yale tuliyojadili na Mheshimiwa Rais, tupo tayari kuyatekeleza kwa ushirikiano na timu ya viongozi wetu ili kuhakikisha ajenda yetu ya maendeleo inafikiwa. Ushirikiano huu unalenga kuhakikisha kuna kuwepo na mazingira salama yatakayowezesha mataifa hayo kuwa na miradi endelevu yenye manufaa kwa wananchi. Katika swala jingine lililogusiwa ni nishati, ambayo ni mambo muhimu yenye miradi ya pamoja katika mataifa hayo mawili. Je, kwa sasa swala la nishati linawaunganisha vipi Tanzania na Rwanda? Rais Samia Suluhu Hassan alibainisha miradi inayoendelea katika sekta ya nishati kwa nchi hizo mbili. Tuna mradi wa pamoja kati ya Rwanda, Burundi na Tanzania. Huu ni mradi wa umeme wa maji wa maporomoko ya Rusumo ambao unatuzalishia umeme megawati 80, na tumekubaliana sasa tukauzindue rasmi. Umeshaanza kazi lakini tukauzindue rasmi. Pamoja na hayo, kuna makubaliano ambapo shirika letu la umeme TANESCO na shirika la umeme la Rwanda REG wataanza kuuziana umeme kwa ajili ya kuchochea zaidi maendeleo ya kiuchumi. Ziara ya Rais Paul Kagame nchini Tanzania imeacha alama kubwa katika kuimarisha uhusiano, huku matarajio yaliyofikiwa yakitarajiwa kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wenye tija kwa pande hizo mbili. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa wanasema kuwa swala la ushirikiano wa kikanda katika bara zima la Afrika ni muhimu ili bara hili kuweza kuachana na utegemezi wa huduma mbalimbali muhimu kutoka kwa mataifa ya nje, kama ilivyo kwa sasa namna huduma ya mafuta inavyozorota katika nchi nyingi barani Afrika kutokana na vita vinavyoendelea vya Iran. Leonard Mubali, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Nam ni taarifa yake Leonard Mubali akiwa Dar es Salaam nchini Tanzania. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kumbuka kujiunga, yani kusubscribe na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi ambayo inapatikana na maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika hata zaidi kwa mamilioni ndani na nje ya Afrika yetu. Asanteni nyote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Mimi ni Anna Ngugi. Kumbuka kujiunga nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za nchi za Maziwa Makuu au Afrika ya Kati. Na kutakia jioni njema. Kwaheri.